السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد، أيها المسلمون، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Ndugu zangu Waislamu, nawahusia na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema: inna iddatash shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza idadi ya miezi katika mwaka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni 12 shahra, ni miezi 12. Ni miezi 12 ambayo amekadiria Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabillah, ameandika katika lauhil mahfudh, katika aliyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mwaka uwe na miezi 12. Yawma khalaqa as-samawati wal ard, siku alipoumba mbingu na ardhi. Minha arba'atun hurum, katika hiyo miezi 12 miezi minne ni miezi mitukufu: mwezi wa Rajab, mwezi wa Dhulqa'da, mwezi wa Dhulhijja na mwezi wa Muharram. Katika miezi hii Allah subhanahu wa ta'ala amekataza kupigana ndani yake, amekataza kufanya maasi ya pia ndani yake, kwa sababu ni miezi mitukufu. Maasi katika miezi hii yana dhambi kubwa zaidi, madhambi yake ni makubwa zaidi kuliko katika miezi mingine. Minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim, hiyo ndio dini ambayo imesimama sawa. Allah akasema: fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu katika miezi hii minne. Yani msidhulumu nafsi zenu katika miezi mingine, lakini katika miezi hii minne ni zaidi. Kama ulikuwa unatasahal, kama ulikuwa unalegeza katika baadhi ya maasi katika miezi mingine, basi ikiingia miezi mitukufu shikilia zaidi taa, jiweke mbali zaidi na yale maasi. Ayuha almuslimun, Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha katika miezi hii kushikamana na ibada zaidi na kujiepusha na maasi. Lakini kuna mambo ambayo yamesisitizwa zaidi ya sunna ya kushikamana nayo katika mwezi huu, na kubwa zaidi ni kufunga yaumu Ashura. Hili ni jambo maalum ambalo limeamrishwa katika mwezi huu. Tunafunga yaumu Ashura kwa maelekezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ikiwa ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala siku ambayo alimuokoa Nabiiullah Musa alayhi salam
min batshi Firauna wa jundi, alimuokoa Musa alayhi salam kutokana na uadui wa Firaun na jeshi lake, ambapo walitaka kumuua Musa alayhi salam. Firaun na jeshi lake alitaka kumuua Musa pamoja na wale waamini waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akamuokoa nabii wake Musa alayhi salam wa man ma'ah, na Firaun akazamishwa katika bahari. Kwa hiyo tukio hili lilitokea siku hiyo ya yaumu Ashir, tarehe 10 ya Muharram. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipohamia Madina, kama ilivyokuja katika sahihain an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutoka kwa ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qadima al-Madina, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoenda katika mji wa Madina, fawajada al-yahuda siyaman yawm Ashura, akawakuta mayahudi wanafunga yawm Ashura. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia, ma hadha al-yawm alladhi tasumuna, ni siku gani hii mnayoifunga, ina kitu gani hii? Faqalu hadha yawmun adhim, hii ni siku tukufu. Anjallahu fihi Musa wa qaumahu, Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa katika siku hii Musa na watu wake walioamini. Wa gharraqa Firauna wa qaumahu, na aliwazamisha na kuwahilikisha Firaun na watu wake. Fasamahu Musa shukran, Musa alayhi salam baada ya hapo akawa anaifunga siku hii kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Fanahnu nasumuhu, kwa hiyo sisi tunaifunga siku hii kwa sababu hiyo. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, fanahnu ahaqqu wa awla bi Musa minkum, sisi tuna haki zaidi ya kumfuata Musa alayhi salam kufunga siku hii kuliko nyinyi. Fasamahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa amara bisiyami, Mtume sallallahu alayhi wasallam akafunga hii siku na akaamrisha watu waifunge, shukran, kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuokoa Musa alayhi salam na watu wake siku hii ambayo ilikuwa ni yaumul ashir min shahri llahi almuharram. Hili ndilo lengo la kufunga siku hii, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amebainisha fadhila za kufunga siku hii, akasema yukaffiru sanata almadhiya, kufunga siku hii kunafuta madhambi madogo madogo ya mwaka uliopita. Ayuha almuslimun, siku hii yaumu Ashura ni siku adhimu ambayo ndani yake kuna fadhila kubwa, kama ambavyo tumeona tunafutiwa madhambi madogo madogo. Kwa sababu gani madhambi madogo madogo? Kwa sababu madhambi makubwa hayafuti isipokuwa kwa tauba, na tauba ina masharti matatu. Kwanza, kuacha lile unalolifanya; pili, kujutia lile unalolifanya; tatu, kuazimia kutorudia lile unalolifanya. Na haya unafanya lillahi azza wa jalla, unakusudia taa, ibada. Huachi kwa sababu umekatazwa na daktari kuna madhara, huachi kwa sababu ya mazingira, bali unaacha ibadatan lillah. Huko ndio kutubia na madhambi makubwa. Dhambi kubwa halifutwi isipokuwa kwa kuleta toba maalum ambayo ina masharti haya matatu. Na miongoni mwa mambo mema ya kufanya katika miezi hii au katika mwezi huu na masiku haya ni kutubu na madhambi ambayo tunayafanya katika kabairi dhunub, katika madhambi makubwa. Na dhambi ya kwanza kabisa kutubia kwa Muislamu ni ashirku billahi azza wa jalla, ni kuachana kabisa na ushirikina, kuabudu vinyamkera, kuabudu masanamu, kwenda kuroga, kufanya uchawi kwa ajili ya biashara, kwa ajili ya siasa, kwa ajili ya familia, kwa ajili ya kazini. Kuroga ni katika uchawi unaomtoa Muislamu
Kuroga ni uchawi unaomtoa Muislamu katika Uislamu wake. Kwenda kwa makuhani, wapiga ramli, waangaliaji, wakakuangalia, wakakuangalizia matatizo yako, nani anayekuroga, nani anayekudhuru. Haya yote ni katika ushirikina ambao unakutoa katika Uislamu, na ukifa hujatubu na madhambi haya unakufa ukiwa ni kafirun billahi azza wa jalla. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yaghfira lana dhunubana. Ayuha almuslimun, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoa ishara ya kuwakhalifu Mayahudi katika siku hii, akasema sumu qablahu yawman au ba'dahu yawma, fungeni kabla yake kwa siku moja, na ikiwa hutoweza kufunga siku ya 9 ambapo utafunga 9 na 10, basi ufunge 10 na 11. Haya ndio maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwakhalifu Mayahudi, kwa sababu Mayahudi walikuwa wakifunga siku ya 10 tu, lakini ikiwa utafunga siku ya 10 tu, basi jambo hilo linajuzu vile vile. Nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala at-tawfiqa was-sadad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Ndugu Waislamu, kilichoelekezwa katika mwezi huu ni kufunga tu shahrullahi al-muharram yaum ashura, ni kufunga. Ndicho kilichoelekezwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, na sababu ya kufunga ni kwa sababu ya kushukuru kuokolewa Nabiullahi Musa na watu wake walipookolewa na uadui wa Firaun na watu wake. Hiyo ndio sababu pekee. Ama yale yanayozushwa na mashia rafidha kuifanya siku hii ni kwa ajili ya kukumbuka kuuawa kwa Hussein ibn Ali radhiyallahu anhu, as-sahabi al-jalil, mjukuu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kujalia kuwa siku hii ina mnasaba na kifo hicho, na kuwa Waislamu wafanye sherehe ya huzuni, kwa sababu ziko sherehe za furaha na sherehe za huzuni. Sherehe ya huzuni kumhuzunikia Ali, kumhuzunikia Hussein bin Ali radhiyallahu anhuma, na kujipiga nyuso na kuchana nguo na kujikata mapanga, kuwa siku hii ni kwa ajili hiyo. Hadhihi bid'atu fi dinillah, hii ni bid'a katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amekithirisha kukemea kunako na bid'a, akasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad, mwenye kuzusha katika dini yetu hii yale ambayo hayamo, basi jambo lake litarudishwa. Ayuha almuslimun, bid'a iliyoanzishwa na mashia ni bid'a mbaya sana ya kujikata mapanga, kuchana nguo, bali wengine kujiua. Bid'a hii inauchafua Uislamu. Unaonekana Uislamu ni dinun hamaji, ni dini ya hovyo hovyo, dini ya kijuwa, dini ya kigaidi, dini isiyokuwa na huruma. Vitendo hivi vinawaogopesha wasiokuwa Waislamu kuingia kwenye Uislamu, kwamba ikiwa Uislamu ndio huu, basi hii sio dini ya kufuatwa. Na huu ndio ubaya wa bid'a, na watu hawa wanaona kwamba kufanya hivi ni kupata thawabu, wanaona kuwa hiyo ni ibada, wanapata thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi aliyotoa Imam al-Bukhari katika sahihi yake, laysa minna man latama al-khudud
وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. Sio katika sisi yule ambaye atakuwa anajipiga piga na vile kuchana nguo na vile akaita mito ya kijahilia, akazungumza maneno ya taasub, maneno ya kufuru, maneno ya lawama, kana kwamba hayo makadirio aliyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala kuna dhulma ndani yake. Allah kafanya dhulma, nasallallahu salama wal afia. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema si katika sisi mtu huyo, lakini leo hii marawafidha mashia jambo hili wamelishikilia kidedea, kuchana nyuso zao, kuchana migongo yao na kuzungumza maneno ya kijahilia. Bali zida ala dhalika al-akhtar min dhalik, hatari zaidi, wamejalia hizi mawasim ni siku za kuwatukana masahaba bora wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wanajalia huu musim ni musim wa kumtukana Abu Bakr radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Uthman radhiyallahu anhu, Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, Aisha mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam radhiyallahu anha, radhiyallahu anhi sahabati kullihim ajma'in. Hawa marawafidha wanawatukana na kuwakufurisha na kusema Abu Bakar ni kafiri, Umar ni kafiri, Uthman ni kafiri, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mzinifu. Astaghfirullah alazim, la ilaha illa Allah. Maneno haya haifai kuyatamka, japo kuyatamka, lakini tunatamka kwa sababu Waislamu hawaelewi. Wanadanganywa na vijimfuko vya nyama, vijimfuko vya tende, vijimfuko vya unga vya sukari. Waislamu wanadanganywa maeneo ya jirani hapo na vijinyamanyama na vijipesa vya 1500, waamini kuwa Abu Bakar radhiyallahu anhu ni kafiri, Umar bin Khattab ni kafiri, Aisha mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mchafu. Wanapewa hivyo bisadaka, waamini hivyo. Bali ma'al asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, ulimwengu unataka uaminishwe kwamba watu hawa ni wapambanaji dhidi ya Mayahudi na Manasara, ni wapambanaji, hawaogopi, wanapigana kufa na kupona. Lakini fil haqiqa ni povu, baadaye wanalipoza. Ikiwa kwa Ahlus Sunna hawapozi, wanamaliza kila kitu, wanaua mpaka nzi, wanakusanyika wote na kuvamia ikiwa ni nchi ya kisunna na kumaliza kila kitu. Ama rafidha mashia au salama, amani, tuongee, tumalize, wamemaliza. Na Waislamu wanaamini kuwa naam, hawa ndio mujahidun, hawa ndio wapambanaji, hawa ndio wale wa dhidi ya Yahudi na Marekani. Takbir, Allahu akbar. Alafu wanasema Abu Bakr kafiri, Umar ni kafiri, mke wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mchafu. Subhanallah, aina anta ayuha almuslim? Uko wapi na dini yako? Usiwe mjinga wa kuaminishwa na mitandao ya kimataifa. Usiaminishwe na mitandao iliyojengwa kimataifa kimafia, kuaminisha watu jambo fulani kimafia, ikiwezekana hata kupoteza baadhi ya damu za baadhi ya watu wao, alimradi uamini wanachokitaka wao. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze katika dini yetu, atupe hidayah katika dini yetu, bali atupe hata ule utambuzi wa kujua mambo yanavyoenda duniani. Kwa baadhi ya watu makufari na Mayahudi na Manasara na munafiqun, unachokiona kinazungumzwa hadharani sicho kinachotendeka nyuma, sicho kinachotendeka mbinguni. Elewa hivyo ewe Muislamu. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.